Na hapo kwenye kuombea dua njema watoto kuna tahadhari ya kuwa wewe mzazi ukiudhiwa na mwanao unatoa maneno makali dhidi yake, bali hufikia wengine wakatoa laana kwa watoto wao na kuwaombea mabaya watoto wao. Hili halitakikani. Kakataza Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam. Dua yako mzazi ni hatari kwa mwanao, hatari kuliko bomu la skadi. Hadithi ametaja al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala kutoka kwa Jabir bin Abdullah al-Ansari, ndefu, lakini katika kipande hicho bwana mmoja alisema bwana mmoja kumwambia mnyama wake ngamia, anna rajulan qala li ba'irihi, bwana mmoja alisema kumwambia ngamia wake, la'anakallah. Ni neno husemwa kumkemea mnyama. Alafu akamwambia la'anakallah, ulaaniwe na Allah wewe, ngamia wewe mal'uni. Mtume akasikia ile maneno alayhi salatu wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, man hadha al-la'in ba'ira, nani huyu anamlani mnyama wake? Nani huyu? Yule sahaba akasikia lile swali akasema, ana ya Rasulullah, ni mimi hapa ewe mtume wa Allah, mimi. Qala, akasema Rasul alayhi salatu wasalam, inzil anhu, shuka kutoka juu ya huyo mnyama kuanzia sasa. Fala tashabna bimal'uni, usisuhubiane na sisi kwa kitu ambacho wakiombea laana. Alafu akakataza, la tad'u ala anfusikum, msijiombee mabaya juu ya nafsi zenu, wala tad'u ala auladikum, na wala msiwaombee mabaya watoto wenu. Kuja kusema mwanao amerogwa, marogi yapo na hayaathiri ila kwa amri ya Allah. Naam, kwamba mwanangu karogwa, lakini kumbe wewe kuna maneno uliyasema dhidi ya mwanao. Kwa hili mwanangu, mimi siko radhi na wewe fi dunia wala akhirah. Labda nisiwe mimi niliyokunya, baadhi ya wazazi wa kike wasema hivyo, labda nisiwe mimi niliyokunya wewe, si nimekukunya mwenyewe mimi, labda nisiwe mimi. Tayari laana iko mtoto. Mwanangu umenifanyia hivi, wewe umenifanyia hivi mimi. Haya, tutaona inshallah. Haya mwanangu, haya, asante baba, asante baba, asante. Wewe ukijua kwa asante, sio asante. Asante baba, asante. Shukrani Haya, mafanikio mema mwanangu Anasema wala tad'u ala auladikum, na wala msiombee mabaya watoto wenu. Wala tad'u ala amwalikum, msiombee mabaya mali zenu. La tuwafiqu min Allah sa'atan yus'alu fiha 'ata'un fayastajibu lakum, msije mkaafikiana na muda ambao muda huo anaomba Allah. Naam, anaomba Allah kwenye muda huo, alafu Allah akapokea. Kwa nini mkajiingiza humo? Allah anaomba kwenye muda fulani huo ambao haujulikani. Kwa hiyo kwenye kusema kwenu malaika kaitikia amina mathalan, au kuna jambo Allah ameomba likakusanywa na hilo, mkasababisha madhara kwa watoto wenu, mkajisababishia madhara nyinyi wenyewe, mkawasababishia madhara watoto na mali na mengineyo. Takataza Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam. Kwa hiyo tanbihi, kwa hakuna mlango huu ila kwenye mlango wa kuombea mema watoto, basi kadhalika tumeweka kipengele hiki kwamba mzazi achunge, atahadhari suala la kuombea mtoto wake
au watoto wake yasiyofaa. Kule Warabuni katika bilkhusus kwenye nchi ya Yemen, mzazi akikasirika, yani ukimsikia mzazi wa Kiarabu anamwambia mwanawe Allah yahdik, sisi tunaelewa kwamba hii kaombewa hidayah huyu mtoto na babake, lakini maana yake babake amekasirika. Allah yahdik, mzazi amekasirika, lakini lugha yake Allah akuongoze. Ukiambiwa Allah akuongoze maana yake umekera. Dhahiri. Anasema faidatul waladi salih, faida ya kumpata mtoto mwema. Mzazi anafaidika nini kwa wema wa mtoto wake? Anasema wal waladu salihu ni'matun min Allah ta'ala, na mtoto mwema ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala sallallahu alayhi wasallam, amesema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, idha mata ibn adama, pindi anapofariki mwana wa Adam, inqata'a amaluhu, hukatika amali zake za dunia hukatika. Kwa hiyo haitopatikana ziada ya amali kwenye amali zake za dunia, haipatikani ziada ya amali. Kama amekufa akiwa ni muhsin mwema, atapata malipo yake ya wema. Kama amekatika akiwa ni muovu, hana fursa tena ya kufanya amal njema baada al-maut. Kwa hiyo hatofikiwa na ujira wala hatofikiwa na thawabu kwa chochote, kwa kuwa amali zake tayari zimeshakatika. Illa min thalathin, isipokuwa kwa mambo matatu. Sadaqatin jariyatin, isipokuwa sadaka yenye kuendelea. Sadaka yenye kuendelea, sadaqatin jariya. Mfano waqfu. Na wakfu ni kuizuia asili, kukizuia kitu. Wanasema tahbisul asli, ndio wakfu. Nyumba ni asli, umeizuia. Faras ni asli, umemzuia kwa manufaa fulani. Shamba ni asli. Kwa hiyo tahbisul asli ndio wakfu. Ikiwa asli ardhan ni ardhi au dara au nyumba au chochote kile, hata kama ni kidogo, ukakizuia kwamba hiki hakiuzwi, la yubau wala yuhabu, wala hakitolewi hiba, walakin tunfaqu thamaratuhu fi wujuhi alkhairi, lakini thamar, matunda yanayozalikana na hiki, yatolewe hayo katika njia za khairi. Hii ndio wakfu, na inafaa kukifanyia wakfu kikubwa kama ambavyo yafaa kukifanyia wakfu kidogo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoletewa mashtaka kwamba fulani na fulani na fulani wamegoma kutoa zaka, amegoma kutoa zaka Ibn Jamil, amegoma kutoa zaka Khalid ibn al-Walid, amegoma kutoa zaka al-Abbas ammi yake Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam. Akasema Rasul,
ma yanqimu ibn Jamil illa an kana faqiran faaghnahu Allah. Hakuna kinachompelekea Ibn Jamili kusita na kuchukia suala la kutoa zaka isipokuwa labda kwamba yeye alikuwa fakiri, leo Allah kamtajirisha, ndicho hicho tu. Yani anakana fadhila Ibn Jamili. Wa amma Khalid fa innakum tadhlimuna Khalida ولقد احتبس ذراعه واعتاده في سبيل الله. Ama Khalid, nyinyi mnamdhulumu Khalid. Khalid ikiwa ameweza kutoa wakfu panga zake na ala zake za kivita, itawezekanaje agome kutoa zaka? Tumeelewana vizuri? Kuna halu shahidi kwenye hadithi kwamba upanga unaweza kutoa wakfu. Ad-dara' duru' zile za kujihami na silaha, dir' ngao. Kuna ngao za kushika mkononi, kuna ngao za kujifunga mkononi, kuna ngao za kuvaa kwenye mwili, duru'. Tazitoa wakfu. Kwa hiyo kumbe yafaa kutoa wakfu. Yafaa kutoa wakfu silaha. Yafaa kutoa wakfu nguo. Ulama wanasema mpaka malabis, nguo. Ndio baadhi ya misikiti hasa tumeona kwa kina mama. Misikiti sehemu za kina mama utakuta kuna mtu kapeleka pale baibui, kaweka kuna ndani kanga vitu kama hivyo, shungi, kwamba mtu anakuja anaweza kavaa kasa. Mtu akainulia kwamba hii ni wakfu yangu, nipeleka msikiti fulani. Tumeelewana? Yafaa. Mavazi ikawa ni wakfu. Gari kutoa wakfu, gari langu hili ni wakfu, halitumiki ila kwa maslahi ya da'wa. Kwa kuna gari yetu ndio kuna costa imewekwa ya Masjid Aisha, hii ni costa ya Masjid Aisha, wakfu lillah, haitumiki ila kwenye da'wa. Ikiwemo kuna kijana wa kisalafu anakwenda kuoa huko Jambiani, gari yende. Kuna muhadhara sio paje, watu wende. Fa hii pikipiki ni wakfu ya msikiti, tumike kwenye shughuli masjidia, mambo ya kimsikiti. Wakfu pikipiki yako kaito, yafaa. Kwa hili linamsaidia mayit, yuko kwenye kaburi lake, ameacha sadaqatun jariya. Au ilmin yuntafa'u bihi, au ilmin yuntafa'u bihi, au elimu ambayo watu wananufaika nayo. Amekufa mayit, ameacha kutuban, ameacha vitabu, ameacha vitabu. Maulama wetu wamekufa, wameacha vitabu, sisi tunanufaika. Al-40 Nawawiyya, kitabu cha Imam an-Nawawi, si ndio? Amekiandika, si ndio? Tunanufaika mpaka leo. Sadaqatun jariya ya Imam an-Nawawi. Al-Imam al-Bukhari ameacha Sahihul Jami', Sahih al-Bukhari. Muslim kaacha Sahih Muslim. Tirmidhi kaacha Sunan. Ibn Majah Sunan. Abu Daud Sunan. Na wengine, yule kaacha Musnad. Ahmad bin Hanbal. Na wengine pia na masanidi zao nyingine wameacha. Imam Shawkani ameacha kitabu cha fiqh na vitabu vingine. As-Sayr al-Jarrar ameacha tafsiri ya Qur'an, Fathul Qadir. Al-Imam al-Baghawi ameacha Maalim at-Tanzil. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya hadith wala haraj. Wameacha vitabu tuwanufaika navyo mpaka leo. Kwa hiyo kaacha kitabu, au ameacha wanafunzi. Hii ndio kwenye sadaqatun jariya, kwenye ilmu yuntafa'u bi. Kaacha wanafunzi wake.
Naam, al-Allama al-Uthaymeen ana wanafunzi wake wako wanajulikana, huyu ni mwanafunzi wa Sheikh Uthaymeen, alilazimiana na Sheikh Uthaymeen, huyu mwanafunzi wake. Al-Allama Ibn Baz ana wanafunzi wake, al-Allama Muqbil bin Hadi rahimahumullah ana wanafunzi wake, al-Allama al-Albani ana wanafunzi wake walionufaika kwa ilmu yake. Utabaki ujira wake mustamirran, ni endelevu, kwa kuwa wapo wanafunzi wake, na sio tu wanafunzi wake bali fi talamidhi wa talamidhi talamidh, na wanafunzi wa wanafunzi. Muna habari hiyo? Sio tu kwamba wanafunzi wake, na wanafunzi wa wanafunzi wake ni wanafunzi wake, na wanafunzi wa wanafunzi wa wanafunzi wake pia ni wanafunzi wake, na wanafunzi wa wanafunzi wa wanafunzi wake pia ni wanafunzi wake. Yaishie leo hiyo. Khairi hii ya ilmu. والكتب التي ألفها vitabu mtu alichoviandika. Na sisi kwenye hili qalilu albidaa, bidhaa yetu chache sisi katika hili la uandishi, wachache mno ambao wameandika ndugu zetu na Sheikh Hasnu hafidhahullah anajitahidi. Wengine wanaandika lakini haijafikia kutolewa vitabu, inabaki ni rasail tu, ni malzama. Kwa ni khairi hii watu tutakiwa tuidiriki. Wa fil muhadarati, na mihadhara, wan nadawati, na nadwa alizozisimamisha, kwa maana alizozifanya watu wakanufaika nazo, haya yote yanaingia kwenye sadaqatun jariya. Utabakia ujira wake kwake. Haya amesema al-Allama Ibn Baz akisherehesha Bulughul Maram kwenye kitabu al-Buyu' rahmatullahi alayhi. Wa ilmin yuntafa'u bihi. Aw waladin salihin yad'u la, aw waladin salihin, au mtoto mwema. Kuna kaidi hapo, kidhibiti, sio mtoto tu. Au waladin salihin, au mtoto mwema. Qayyada alwalad bisalih lianna alajra la yahsul min ghairihi. Amedhibiti Rasul mtoto, amempa wasifu wa wema, kwa sababu ujira na malipo hayapatikani kwa asiyekuwa mwema. Yad'u la, ambaye atamuombea baba yake au mzazi wake. Wanasema ulama, Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye kipengele cha mwisho yad'u la ametaja dua ya mtoto kwamba amuombee mzazi wake, tahridan lilwaladi ala ad-du'a li abihi, kwamba hapo kuna himizo kutoka kwa Rasuli alayhi salatu wassalam kwamba mtoto amuombee dua mzazi wake. لأن للوالد ثوابا min amali alwaladi salih, kwa sababu mzazi anapata thawabu kutoka katika amali za mtoto wake mwema. Sawaun daa li abihi, mamoja huyo mtoto alimuombea dua mzazi wake amla, au hakumuombea. Mwelewe hapo, mzazi anaandikiwa thawabu za amali za mtoto wake. Mtoto kaswali, baba anaandikiwa thawabu kaburini. Mtoto katoa sadaka, baba anaandikiwa thawabu kaburini, anapelekewa. Mtoto amesoma Qur'an, mtoto amehudhuria aljumaa, mzazi anapelekewa. Mzazi anapata thawabu za amali za mtoto wake mwema, mamoja huyo mtoto amekumbuka kumuombea baba yake au hajakumbuka kumuombea baba yake. Kama ambavyo
man gharasa shajaratan, atakayepanda mti, ju'ila lahu thawabun, ataandikiwa thawabu, biakli thamaratiha, kwa tendo la watu kula matunda ya mti huo, sawa'un da'ala al-akil am la, mamoja yule aliyekula lile tunda kamwombea dua au hakumwombea dua. Dhahiri mpita kwenye mwembe wa watu, kumwembe kuna mtu aliupanda, kala embe pale, inshallah embe hizi si mchezo, dodo mbichi, dodo ya mtini, kala pale mkasifia au mkondoka zenu. Nadra kupatikana, Allah mjalie khairi, alipanda mdodo huu jamani. Sidhani kama ipatikana maneno kama haya, sidhani, wallahu aalam. Kama aliyopanda mwembe huu, Allah mlipe khairi kuliko. Wewe utasikia maembe mtakula pale au mnaondoka zenu. Kuna shekhi mmoja mkoani kule, mtu mzima, ana mke na watoto, amekutana na kijana amekuwa naye, walikuwa naye kwenye makuzi yao utotoni. Halo, unakumbuka zamani tukila maembe? Nakumbuka. Hivi zamani tulikuwa tunaosha kwa maembe sisi? Tulikuwa tuoshi. Tunaenda tukajikumbushia. Kwa wanakwenda wanachukua maembe, wanakula bila kuosha. Wanajikumbushia zamani. Piga chucha manake chukua jiwe, rusha, piga embe. Wanachucha. Wamejikumbushia. Hao wameuliza, wamemwombea dua mwenye mwembe wake? Wamejikumbushia tu maembe ya zamani wale hatuko tukiosha vitu kama hivyo. Kwa hiyo wameomba, hawakuomba dua kumwombea sahibu shajara, yeye anaandikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Vivyo hivyo mtoto akiswali, akifunga, akisoma Qur'ani, akitoa sadaka, akumkumbuka marehemu babake kwa dua, lakini kwa matendo anayoyatenda haya baba yake anaandikiwa thawabu huko aliko. Hili jambo likijulisha kwenye jambo, lajulisha juu ya jambo gani? Kwamba sisi tutakiwa hawa watoto wetu hawa tuwaelekeze kwenye dini, tujipinde nao hawa watoto kwenye mambo ya dini. Faida yake itarejea kwetu kabla ya kurejea kwao. Tumeelewana vizuri hapo? Na atakayezembea malezi ya watoto wake ameyakosa. Atakosa sala za mtoto wake kuko kwenye kaburi lake, atakosa mzazi. Kwa mtoto mwema muombe dua. Kuna watu siku hizi wanajikusanya eti mtoto anamkumbuka babake, kusanya mashekhe, soma Qur'ani hapo, na nini, pigwa pilau watu watakula, tangawizi watu watakunywa, kwamba kuna dua, mzaa mtoto amwombea dua babake. Sio huyo alikusudiwa, huyo ni mubtadi' mzushi, sio waladun salih. Huyo ni waladun mubtadi', mtoto mzushi, hawezi kuifika chochote kwa mzazi wake. رواه مسلم، حديث كيف مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم، لا نسمع متوم صلى الله عليه وسلم، إن الرجل حقيقة أنتو لترفع درجته في الجنة، لترفعishwa daraja lake peponi, atapandishwa madaraja peponi. Fayaqul, atasema huyo mtu kwa hali ya mshangao, anna hadha, limetoka wapi hili? Yeye anashangaa, atapandishwa peponi daraja sio kwa amali zake, biamali ghairihi, kwa amali ya mtu mwingine, ni kwa yale anayoyafanya mtoto. Fayakulu, atashangaa na kusema, anna hadha, nimelipataje daraja hili, nimefikaje mimi kwenye nafasi hii, kwa amali zangu zipi jamani? Fayuqal, ataambiwa, bistighfari waladika laka, hapa umepafika wewe
sio kwa amali zako kwamba ulizitenda. Huko duniani ulimwacha mwanao, kwa hiyo yule mwanao alikuwa akikuombea msamaha kwa msamaha uliokuwa ukiombewa na mwanao. Huyu ni mwana ambaye baba wewe ulimlea mwenyewe, manufaa yake atakurejea wewe mwenyewe, atakumbuka kwamba kuna baba yangu. Umeona vizuri hapo? Baba yangu ni mkwe, nilimsikia siku moja baba yake Sheikh Abdul Razzaq Abu Aqlan, Sheikh Qasim Muhammad hafidhahullah ta'ala, anasema yeye haswali sala. Mkoto mazungumzo fulani hivi likaingia jambo la watoto kuombea wazazi wao. Haswali sala yoyote ila atamuombea mama yake, atamuombea baba yake, atamuombea mlezi wake aliyemlea, sababu yeye hakulelewa na baba yake, na hisi baba yake hakuwahi kumuona. Yule mlezi alikuwa kimlea, anamuombea. Haswali swala yoyote ila muombea. Nikamtania kwamba wazee wako hivyo, na wewe unavyoangalia watoto wako, kuna mtoto wako huyu kila siku ananiombea, huyu utasijui, Allahu a'lam, mtoto kimaskhara ilikuwa. Lakini ndio uhalisia ulivyo. Kama mzazi anajua kwamba yule nani Aisha, Allahu a'lam, Aisha. Lakini yule kijana wangu yule salafi yule kila mpaka sunna niambie yule, sina wasiwasi naye mwanangu yule. Ni kwa vile anavowalea watoto. Kwa faida hii inakurejea wewe mwenyewe mzee, kuwa kujipinda kwa hawa watoto kwenye dini ya watoto, dini, kusoma dini. Lakini mazingira haya sasa hivi yamepotea kwa kiasi kikubwa. Watoto wetu wakifika darasa la 4, kama walikuwa wakisoma madrasa huko, wakishafika darasa la 4 lile sunna na nini, tayari wengine madrasa wameipungia mkono, wameshaipungia mkono madrasa. Kwa kama kasoma kidogo ile darasa la 4, darasa 5, wengine labda jalia elimu yake ya msingi, anaenda huko anakwenda na huko. Baada ya pale kishaingia form 1 form ngapi huko, basi shamkosa mtoto kwenye dini. Na akimaliza form 4 tena kwa 5 na 6 kaenda, na chuo kaenda, baada hapo hana muda tena, ana kumbukumbu kwamba nilishia wala adiyati dhabha, kumbukumbu. Na bado ukiambia usomee, anasoma mithili ya mtu aliyesilimu jana, tumita muislamu mpya. Ile masomo yake anavogonga ana aina anavyoitamka, ghaina anavyoitamka kama muislamu mpya. Ndio jamii yetu kwa kiasi kikubwa iko kwenye sura hii sasa hivi. Wamtarajia nini? Hapo hajadakwa na vyama, hajachukuliwa na vyama, akapewa makabrasha kuzunguka, anahangaika enda kulia na kushoto, hawahi hadiriki, hajafika huko, hajaingia kwenye makazi yake, kwenye kazini. Atoka saa 12 iko hoi, adonoa zile swala, kwamba ile magharibi ya swali muda wake wa mwisho kabisa, awania. Atasoma wapi Qur'ani huyu? Atarudia lini Qur'ani huyu? Atakukumbuka nini wewe mzee? Istighfari gani? Yeye mwenyewe hawai kuiwahia nafsi yake. Kwa kuna balaa linatuandama katika sura hii. Rawahu Ahmad wa Ibn Majah, hadithi hii imepokea Ahmad na Ibn Majah kutoka kwa Abu Hurairah.